Shukrani sana. Weekend ilikuwa nzuri, tumeenjoy. Na tukija kwenye mchezo huu moja kwa moja, ni mchezo ni kama ni copy and paste. Tuna mchezo wa ligi kuu ule ambao Simba alishinda goli 1-0 kwa aina nyingi za matukio na numbers kujirudia. Ni mchezo ambao wameendeleza vile vile Singida ambacho walikifanya. Sema tofauti ni magoli tu, na hata Simba wameendeleza kile kile walichokifanya. Tofauti ni wao tu mchezo huu wamefungwa. Kwa nini? Ukiangalia hata aina ya makosa ambayo madefender au mabeki au aina ya uzuiaji ambao Simba walikuwa wanafanya ni ule ule ambao walikuwa wanafanya pale KMC, lakini tofauti tu adhabu imekuwa kubwa, na adhabu imetoka kutoka kwa upande wa Singida, wakati mechi ile adhabu zilikuwa zinasitishwa njiani. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kile ambacho walikuwa nakitarajia, na hata ukiangalia bado Simba mbali na uchovu unaosemekana nao na vitu vingine vyote, bado unaona alikuwa anamiliki mpira, lakini hakuwa ana kasi ile ambayo Simba tumeizoea katika mchezo ule. Lakini pia 55 kwa 45 unaweza kaona Simba bado alikuwa juu, lakini kwenye kutengeneza mashambulizi Simba alikuwa yuko chini. Mbali na kumiliki mpira, lakini bado alikuwa anatengeneza mashambulizi machache sana, na alikuwa anafika juu mara chache sana. Wachezaji wake wengi unaona walikuwa wanataka mpira mguuni, movement zilikuwa chache, na hiyo ikapelekea hata mabeki wa Singida kudili na hatari chache vile vile. Ukiangalia hatari ambazo Singida wameondoa ni hatari 7 tu dhidi ya hatari 10 za Simba ambazo wameziondoa. Lakini ukija kwenye interception, Simba walifanya mara 12 wakati Singida wakifanya mara 18. Kwa unaweza kuona Singida walifanya kazi yao vizuri ya kuzuia. Lakini pia kwenye eneo lingine la mipambano duels, Singida alikuwa yuko juu ya Simba kwenye mipambano mingi ya juu na ya chini. Unaona Simba alikuwa akiwa chini ya Singida. Wakati kuna mechi nyingine unaona Simba anakuwa juu katika maeneo hayo yote kwenye mipambano ya kugombania mipira. Mipambano jumla ilikuwa 53 kwa upande wa Singida, na mipambano kwa upande wa Simba walioshinda ilikuwa ni 45. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi gani ambavyo ilikuwa. Lakini kwenye eneo la ushambuliaji pia Singida bado walikuwa wako juu, hata kwenye attempts unaona mashuti 6 Simba wakipiga, mashuti 4 on target, 3 yakiingia nyavuni, moja ndio ambalo kipa alihangaika nalo kidogo. Lakini kwa upande wa Simba wakipiga mashuti 3 on target, moja ndio likiwa off target. Mashuti 4, mashuti machache sana au attempts chache sana kwa upande wa Simba. Kwa Simba ambao tumeiona msimu huu, ambayo kuna muda alifanya attempts mpaka 22 katika mchezo mmoja. Kwa hiyo pia kama ufanya attempts za kutosha, utengeneze nafasi nyingi. Na Singida pia unaona nafasi ambazo tengeneza nafasi 9, nafasi moja nafasi kama 3 ziada kutoka kwenye mchezo uliopita. Lakini Simba pia wametengeneza nafasi 6 tu, na katika nafasi hizo unaona nafasi moja tu ambayo wameitumia, na nafasi ambayo huwezi kusema ni full chance. Unajua kwenye mpira ya kufa, so ile ni mpira kutenga. Kwa hiyo ni instincts za mpigaji na kipa. Lakini kuna zile nafasi ambazo zipo katika open play ambazo tumezizoea kwa Simba kuziona, na Mkwala, kina Mutale na wengine, kuna Mpanzu, lakini uzioni nafasi moja tu ambayo Mpanzu alipress, kipa kadili nayo. Lakini maeneo mengine yote unaona ilikuwa ni Simba ambayo iko slow sana, Simba ambayo imekosa energy, Simba ambayo ni kama ilikuwa anacheza mpira uishe, mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ni mechi ambayo Singida alikuwa yuko sharp. Wakati mchezo uliopita tulisema Singida hana match fitness, alikuwa yuko slow, ni kama regain, lakini Simba alikuwa yuko down kidogo na mambo mengine yakawa hivyo. Kwa hiyo ni mchezo ambao Simba amedeserve kupoteza ule mchezo kwa jinsi alivyocheza, kwa jinsi alivyozuia, na makosa ya kujirudia kwa mabeki wake. Hasa Chemalon amekuwa na makosa ya kujirudia sana msimu huu, na amekuwa akipelekea watu kuweza kupata. Ni makosa ambayo kwenye ligi wachezaji wengi wamekuwa hawayatumii, lakini kwenye CAF kule Confederation tumeona matumizi ya makosa ya Chemalon. Lakini pia juzi tumeona jinsi ambavyo Soa alichokifanya kwa defender ambaye yuko slow kidogo, kwa sababu ni tani ambayo utamsifia Soa, lakini utamlaumu sana Chemalon kwa jinsi ambavyo alikuwa naye amemhendo, lakini ghafla kabakia na kipa. Na hata ule mchezo wa KMC pale Soa mara 2 anakubakia na kipa akiwa na Chemalon ameshamkaba, lakini ghafla unaona yuko kaenda kumuona kipa. Kwa hiyo
Simba amedeserve kufungwa, Singida amedeserve kwenda finali. Yalobakia ni kuangalia mbele sasa. Hiyo fitness yao, muda wamepata wa kurecover, tuone uko mbele itakuwaje. Sawa, rais wa takwimu Anwar Binde kwa takwimu hizo, na tusikie tathmini kutoka kwa walimu wa pande zote mbili, tutakuja kufanya majadiliano hapa. Tuanze na mwalimu mwenyeji wa mchezo David Ouma wa Singida. First of all, tunakurudisha Mungu shukrani kwa ushindi wa leo. Sawa, of course nilisema kitu moja, tumeipoteza Dar es Salaam, tunashinda Babati. Tukasema tunaangalia outcome ya mechi 3-1. Tumelia kuhusu mambo yote ya referee ama contact? Hapana. Tumelia jambo lolote lile litakuwa pale? Hapana. Karibu Singida. Kitu muhimu sasa hivi ni wachezaji wangu lazima waelewe ndio kiwango ambao watacheza mechi zote. Kama wataweza kujitunza wenyewe vizuri na wajiweke vizuri kwa kucompete, ni kitu muhimu, kwa sababu hapa tunasema kuwa timu ambayo inapata CAF ticket namba 4 mara mingi wana struggle, lakini Singida Black Stars ni project, so tutatilia maanani ku maintain vile nilisema mwanzoni, ku maintain quality ya Singida Black Stars. Hapo ndo mawazo zetu zipo kwa sasa hivi. Kitu muhimu tunaangalia outcome, so tuko na tolerance na resilience. Today resilience bwana, kitu kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kuwa mara nyingi football every day, kama ni mtu mzuri unasoma zaidi. Mimi ni coach ambaye siogopi kupea mchezaji yote nafasi, na si ajabu sisi Singida Black Stars ni team ya rotation. Kweli sisi ni rotation, nimebadilisha wachezaji na waleta wapya na wameperform jinsi ambavyo tunatarajia kama timu. Kitu muhimu na kwa wachezaji wangu kongole, lazima kuwe na patience kwa muda wao, wakiupata wanatumia vizuri. Nimewaleta leo, angalia mchezaji kama Guardian amecheza fantastic. So kitu muhimu ni hivi, lazima tuendelee katika hii mtindo na katika hii njia ambayo tumeipata. Of course reality ni sisi sasa hivi kama Singida Black Stars tunaangalia outcome ya kila mechi. Hili ndio liko mawazo letu. So mawazo letu tunasema either kama tuko na attitude positive ama attitude negative, lazima tuko na discipline na motivation yetu ni zile points tatu. They started the game better than us, of course, scoring the first goal. I think we were still in it after the first goal, but of course a mistake leading to the second goal is what really deflated the team. Then we regrouped and came back, but the early free kick in the second half, is really what dropped everything. Two big chances, keeper with a header just before halftime to make it 2-1. Mokwala here in the end, definitely chances enough to come back. We fought up until the end, but definitely not the first half to be able to qualify. First half not good enough, especially the start of the game, to be able to qualify for the final. No, it's the third game in 6 days. You could see the freshness was not there. Very slow to the ball, very slow on the and then coming out to Singida's home ground, the neighboring province. A lot of traveling definitely took the toll out of the players today. And in the first half, the second goal is what changed the whole entire match. Yeah, well, we've got 7 players in the national team that we won't prepare with. Of course, younger, I think they only have 3. But we will prepare, we will be ready. This is what we've fought for. We played big matches like this throughout the entire CAF tournament, and we're strong. We have enough time to recover. There's no fixture being put every 2 days. So we have the FIFA break now. Our players will have some rest, recover, refresh. That intensity of the match in the CAF Confederations Cup, still we're feeling it in the leg today. But now is the time to refresh, time to be strong, and our fans will be behind us and we'll be ready for the derby. Definitely not the first 20 minutes up until the second goal. Definitely not the way we should start, but after that we were good. Sawa, ni walimu wa pande zote mbili na tathmini zao. Ameanza David Ouma akizungumza kile ambacho wamekivuna, na utasikia tu confidence yake jinsi ambavyo anazungumza mbali na kwamba ana uamini wachezaji wake, lakini hakuwa anaogopa pia kumpa mchezaji yoyote yule nafasi. Lakini Fadlu Davis naye pia ameelezea namna ambavyo mchezo ulivyokuwa. Hawakuanza wakiwa na kasi, walizidiwa na Singida na akiyakubali matokeo. Focus yao sahihi, kituo kinachofuata ni maandalizi kuelekea dabi, akitaja pia hapo wachezaji ambao tayari wamekwisha kuitwa katika national team. Mengine pia tutasaidizana, lakini tuangaze mchezo huo hapa. Wachambuzi Hatim Abdul Nasir Khalfan, George Mbangile mwalimu kwa mara nyingine tena wakicheza mchezo wa kimashindano dhidi ya Singida. Simba wamepoteza. Simba taji lingine tena mikono chini. Pengine kiufundi zaidi mwalimu George Mbangile, na numbers pia umezisikia hapa. Wapi ambapo zaidi Ouma alimzidi mwalimu Fadlu Davis? Na tumesikia hapa Fadlu akikiri kwamba hawakuanza mchezo ule kwa kasi, walizidiwa.